kisha baadaye mimi nitoke hospitalini nipeleke polisi afungwe. Nafikiri ingesaidia au ingesaidia? Najua Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia ukienda polisi haitasaidia. Hawa watu wangejikuta wanachukia maneno ya Mungu kupita kila kitu. Sasa kwa hivyo walikuwa na siku ya pili, wanafika jioni, si kwamba wanafunga, lakini uwezo ya kipato ya kununua chakula hawana, wanapitia shida. Sasa tulipofika, tulipoleta chakula, kwa sababu Mungu ndiye alikuwa anajua hawa watu wamekosa nini? Chakula. Na vile sasa adui yako akikosa chakula ufanye nini? Umpe. Mume wake akasema, akanambia mume wangu, na hiyo asubuhi alikuja na mume wake kwa ibada, tukashangaa. Akasema mume wangu, akasema kama pastor anaweza kufanyia mshirika shopping, kumnunulia kila kitu, mume wake ameamua kuokoka. Jina la Bwana. Uzima ikaingia hapa, neno ikaingia, na neno ikaleta uzima. Kama tunataka kupata uzima live, kuwa na maisha mazuri, kuinuka, kufanikiwa, lazima kila kitu wa maisha yetu hii mwaka 2020 tukifanye sawasawa na neno la Mungu. So mwanzo, kabla ya kuja kuwa chochote, alikuwa neno, na neno ndo aliweza kuumba kila kitu. Hatuweze kuumba hata 10,000 kwa maisha yetu kama tunaamua kuishi maisha kinyume na neno. Acha niwapatie ushuhuda wa watu wawili ndani ya Biblia. Ni mwalimu anatafuta maandiko rahisi. Ukisoma Luka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 10, na ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 5 pia mstari wa 8 mpaka 15. Tuanze Wafalme kisha tuishie. Tuanze Luka 10, aika tu andiko sisome. Luka 10, Luka 5 1 mpaka 10. Siku moja kuna watu walikuwa wanafanya kazi ya kitaaluma, wakina Petro, wakina nani, walikuwa wanafanya kazi ya kuvua samaki. Ni kazi ni kazi, hakuna kazi mbaya. Kazi yote unaweza kufanikiwa ukiwa na mambo mangapi? Kazi yote inaweza kumpeleka mtu international. Kazi yote, hakuna kazi mbaya, hakuna kazi ya chini. Kazi yote inaweza kumtoa mtu chini na kupeleka viwango ya kimataifa, isipokuwa mpaka mambo mbili. Namba 1, lazima upende hiyo kazi. Kitu yote upende haiwezi kupeleka mahali popote. Msikilize, kwa kuoana na mwanamke, kijana anapopenda msichana, kabla hujaoa mwanamke, ukiwa na mwanamke wakwambia nahitaji kuoa, umefika katika umri wa kuoa, siku utachagua msichana, watu wote hawatampenda. Hata wale walikuwa na kushawishi wewe watafanya nini? Watapinga. Hata inaweza kuwezekana hata paka mchungaji wako, mzazi wako wakapinga, lakini mtafunga harusi, mtavuka vijingi vyote, obstacle yote, kwa sababu mnafanya nini? Mnapendana. Na chochote kile mtu yuko nafanya kama akipendi, hakiwezi kumpeleka pale. Chochote kile uko nafanya, iwe hapa duniani, kwa sababu shetani yuko hapa duniani, hakuna mahali chochote utafanya pasipokutana na upinzani na shida zake. Chochote, iwe biashara, iwe hata rais. Kwanza wenyewe kuna shida ni wale wako viwango ya nini? Ya juu, wanakutana na pressure, lakini wanavuka hiyo vitu yote kwa sababu wanafanya nini? Wanapenda. Kitu wa upende haiwezi kupeleka mahali popote, lazima ukipende kwanza. Unaweza anza unafungua biashara upatia milioni 5 pale, unaweka duka pale, lakini hii duka yako yajulikana ni duka ya pale Maingilia Goba, njoo inafanya nini? Inajulikana. Watu wanaenda pale, kwa siku ya kwanza kuna watu, siku ya pili kuna watu, unavunjika kama unakata tana. Kama uipende unaachana na. Na kitu ya pili, hakuna kazi nyai kwa international. Kuna wavuvi wa kimataifa wanavua na mameli. Ni kwa mambo. Ni matajiri kupindukia. Hii mavazi tuko naita ready made. Unafikiri ni ready made? Hapana. Si nashonwa tu na watu Ulaya. Ni madungu tu, lakini yeye kwa kiwango ya nini? Ya kimataifa.
lakini walianza chini, walikutana na upinzani ya kila aina, lakini wakapenda kile kitu wanafanya. Namba 2, kando ya kupenda kile kitu nafanya, nahitaji kuwa na discipline, nidhamu. Kwa hiyo kazi nilikuwa naongea jana, niliita watoto wetu wa kiroho, ninyi wote niye kuombea. Wale walikuja, mmoja alikuja nikamwombea, akamwambia mwaka hii Mungu anataka kupanua sana kibiashara, lakini nikamwambia kupenda biashara inahitaji mambo 3. Kama unafanya biashara ukitarajia kuinuka, kupanuka, inahitaji mambo 3. Kitu ya kwanza, kuipenda. Na Tanzania watu wengi wanafanya biashara lakini hawaipendi. Kama kombe, unapofungua duka saa 3 inadhibitisha hauipendi. Duka inafunguliwa mapema. Nairobi kazi inafanyika masaa 24. Ukienda saa 5 usiku duka iko wazi. Ukienda saa 7 usiku duka iko wazi. Ukiamka asubuhi duka iko wazi. Sasa wewe una milioni 10 pale unafungua duka kubwa, lakini inafunguliwa saa 6 na inafunga saa 10. Mimi nina 500,000 upande wako huko nafungua duka, lakini yangu duka iko wazi wakati wote. Unafikiri baada ya miaka 18 atakuwa tajiri? Huyu mwenyewe kuna mtaji kidogo, lakini anaipenda. Kupenda kitu na kupatikana akili yako, mawazo yako nini, kaambia lazima upende hiyo kazi. Kazi yote upende, sitarajii itakupeleka mahali popote. Nikamwambia namba 2, kama kuna mtu anahitaji kuwa mgumu wa hela, ni mfanya biashara. Asukisha kuwa nafanya biashara na pesa yako ya kuajiriwa, ya kazi yako, kama unaajiriwa mahali, tumia pesa bila. Lakini pesa ya biashara, kwa sababu ina faida kidogo kidogo, ukiitumia ovyo tu tayari unashika mtaji. Hata hiyo ndio nidhamu ya kazi ya biashara. Na nikamwambia pointi ya 3, bila kulipa fungu ya 10, iwe biashara iwe kuajiriwa au uende mahali. Akaambia baba, unasema point kweli, silipati fungu, nataka kuanza. Petro na wakina Andrea walikuwa nafanya kazi. Iwe kazi umesoma ukusoma, iwe kazi umeajiriwa ukuajiriwa, kazi yote inaweza kumpeleka mtu viwango yote, lakini lazima ichanganywe na neno. Ni wataalamu, wakaenda kuvua usiku mzima. Kwa hiyo walikuwa wanategemea elimu yao, walikuwa wanategemea taaluma yao, walikuwa wanategemea experience yao, wanajua nafanyika hivi na hivi na hivi. Na kwambia unaweza kuwa na kipaji, unaweza kuwa na talanta, unaweza kuwa kama, lakini unaweza ukafanya yote na usende mahali popote. Walipovua usiku mzima, Biblia inasema hawakupata kitu chochote. Na inawezekana mwaka 2025 hawakupata chochote, kwa sababu ulikuwa unafanya kila kitu kulingana na akili yako vile vile. Ulikuwa unafanya kila kitu kulingana na experience bila kutoka. Ulikuwa unafanya kila kitu kulingana na mazoea. Na asubuhi walipokuwa na vua nyavu, wanakosa chochote. Mambo inakataa, kila kitu iko giza, lakini neno inaleta nini? Nuru. Yesu akati neno. Angalia, kama utachanganya maisha yako na neno, kama utachanganya kazi yako na neno, kama utachanganya kipaji yako, utumishi wako na neno, kama utachanganya uchumba wako na neno, kama utachanganya masomo yako na neno, hauendi mahali. Utakuta tu unakwama, inakataa. Yesu alipofika, na ndio neno, akajua shida wanapitia. Na shida si kwamba wana experience wana. Shida kwamba sio wafanye kazi wanafanya, lakini kitu wanakosa hiyo shughuli yao, wamekosa neno ya nani? Akaomba kuingia ndani ya chombo yao. Chombo ni kusema mtu. Msikilize. Kwanza ilihitaji Yesu aingie ndani ya chombo yao. Na kuna watu wanakuja makanisani bado Yesu hawajawahi kumpokea kwa Bwana na Mkombozi. Hawako ndani, Yesu haiko ndani. Na kama Yesu haiko ndani yako, hivyo pia neno hawezi kuwa ndani. Lakini Petro akakubali.
kwamba pakie ndani ya choo. Na Yesu alipoingia, alipoanza kufundisha, akafundisha neno inaponya, neno inakomboa, neno inaokoa. Hapana kwenda kuabudu mahali hakufundishwe neno ya Mungu, hakuna Mungu. Biblia inasema neno ilipokolea, Yesu akamwambia Simoni, chukua nyavu yako, enda kutupa katikati ya bahari na utapata samaki. Angalia, Petro ana experience. Katika experience, samaki wanapatikana wengi usiku kuliko nini? Mchana. Akamwambia, Bwana mkubwa, tumetumika usiku mzima. Kutumika usiku mzima ni kusema wakati wa giza, ni kufanya shughuli yote pasipokuwa na neno ya nani? Ya Mungu. Natumika kwa giza, hautaona nini. Wakati wote unafanya kitu chochote pasipo kukichanga na neno ya Mungu, jua unafanya hiyo kitu kwa giza. Tuseme unataka kuanza biashara, kwa mfano unapata 500,000. Neno ya Mungu inasema nini? Uilipie kwanza fungu ya 10 kabla haijaanza biashara. Nachukua 50,000 nailete. Inauma, wako na pesa kidogo, tena wanakunyang'anya 50,000, lakini ndio neno ya nani? Ya Mungu. Na neno ya Mungu inasema, inaposema hivyo ina faida ngapi? 2. Kwa sababu hii itakuwa na mambo 3. Kwanza, hiyo pesa unaiweka wafu kwa nani? Kwa Mungu. Na unapoisha weka wafu kwa Mungu, elewa, Mungu anafungua milango ya baraka kwa hiyo kazi. Namba 2, Mungu anazuia adui mlaji asifanye nini? Asije kula hiyo biashara. Petro akamwambia, Bwana mkubwa, tumetumika. Na inawezekana mwaka umepita, umetumika, umengangana, umepambana, lakini hakuna chochote kimetokea. Hatutaki tena 2026, hii mwaka 2026 utumike, upambane, na mwisho ya siku hakuna jambo yoyote. Akamwambia, lakini kwa sababu kiuvuvi, mwenyewe alihitaji kumfunza mwenzake uvuvi. Petro alipasha kumfunza Yesu nini? Uvuvi. Na Yesu alipasha kumfunza Petro nini? Kutengeneza viti, kwa sababu alikuwa fundi seremala. Akamwambia, lakini kwa neno lako tutaenda kutupa. Walipoenda kufanya kazi kuvua samaki kulingana na neno ya Mungu, Biblia wakapata samaki wengi sana, mpaka chombo chao kilitaka kufanya nini? Kuzaa. Na mwaka hii ni mwaka Bwana anaenda kutupanua, lakini kwa siku kupanuka lazima kila kitu tukifanye sawasawa na neno ya nani? Ya Bwana. Nikupatie mtu wa pili na tukwambia hapo. Nikakwambia katika kitabu ya Wafalme wa Pili sura yake ya 5 mstari wake wa 8 mpaka 15. Kuna mtu alikuwa anaitwa jina yake Naamani. Na yeye alikuwa mkubwa wa majeshi ya Syria. Syria ilikuwa inapiga kila nchi. Naposikia hii nchi inapiga nchi, si rais anapigana, anayefanya vita kila kitu ni mkuu wa nini? Wa majeshi. Na huyu mkuu wa majeshi ndio alifanya Syria kuwa super power, inapiga kila nchi. Lakini hata alikuwa anapiga kila nchi, alikuwa na matatizo, alikuwa na ukoo. Na kwa sababu ilikuwa Agano la Kale, mtu yeyote aliyekuwa na kuonekana na ukoma walikuwa wanafanya nini? Wanamteka. Walipoenda wakapiga taifa ya Israeli, na baada ya kupiga taifa ya Israeli wakateka mateka, na walipoteka mateka wakachukua binti wa Kiisraeli, na huyu binti mtumwa akajikuta katika nyumba ya Naamani akiwa domestic, mfanyakazi wa nyumbani, mtumwa, lakini alipo mshahara. Na siku moja wakiwa kwa sebule, unajua hapa tunapokuja hapa kanisani kila mtu anavaa sawa, lakini tunapofika manyumbani kwenu kila mtu anakaa vile anataka. Na siku moja mkuu wa majeshi akiwa kwake akakaa, anatoa shati, inawezekana abaki na t-shirt ya ndani. Huyo binti Mwisraeli akagundua hata na nguvu ya kupigana, lakini ana matatizo ya nini? Ana ukoo.
na ukoma ilikuwa inahesabika kama dhambi. Na inawezekana una kipaji, una bidii, inawezekana una sifa ila ina umesoma, lakini unaishi dhambi, ni ukoma. Na huyu binti wa taifa ya Israeli alipoona Naamani na ukoma, ukoma inaua, ukoma inatenga mtu. Unapoishi maisha ya dhambi, upendo usipende, kwanza Mungu anakutenga. Na Mungu akisha utenga, unaona kila kitu inakataa, kila kitu inakataa, kila kitu inakataa. Biblia inasema huyu binti akaenda kuambia mama wa boss, akamwambia ugonjwa baba iko ni hatari. Anaogopa hawezi kumwambia. Lakini baba angeenda katika nchi na kutane na nabii. Nabii maana yake ni nabii, inatokana na lugha ya Kigiriki, wanaita prophetess. Maana yake anaenena kwa niaba ya. Kuna aina ine ya manabii. Si watu wote wananena kwa niaba ya Mungu, hapana. Kuna watu wananena kwa niaba ya Mungu. Kuna watu wananena kwa niaba ya shetani. Kuna watu wananena kwa niaba ya watu wengine, na kuna watu wananena pia kwa niaba yao. Na nyakati ya mwisho Biblia inasema manabii watakuwa wengi, mapasta watakuwa wengi, lakini manabii, kwa hiyo watu watakuwa wananena kwa niaba aidha ya Mungu, aidha kwa niaba ya shetani, aidha kwa niaba yao wenyewe, au kwa niaba ya watu wengine. Akamwambia akienda, angeenda kukutana na nabii, huyu ananena kwa niaba ya Mungu, naamini kabisa angeponywa. Unajua mkuu wa majeshi na ukoma ametibiwa hospitali ya kila aina, umekataa. Na inawezekana ugonjwa uko na ugonjwa wa kiuchumi, umejaribu kuitibu kwa kila njia, imekataa. Inawezekana ugonjwa uko nao ni ugonjwa wa kiafya, umejaribu kuitibu kwa kila njia, imekataa. Inawezekana ugonjwa uko nayo ni ugonjwa wa kijamii, kukosa mke, kukosa mume, au ndoa iko na problem, umejaribu kuitibu kwa kila njia, imekataa. Naamani aliposikia hiyo habari, akaenda kwa mfalme wa Shamu, wakampa barua. Kwa Mungu wa taifa ya Israeli anapoja naye. Na Biblia sana, Naamani alipokuja na watu wake wote, mkuu wa majeshi, ana msafara kubwa. Elisha kwa sababu ni mtu wa Mungu, anaona kwa mbali, anaona macho ya mbali. Hata kabla hajafika kwa nyumba tayari amemuona, akamtumia mtu nje. Angalia, huyu mtu alikuwa kuponywa na Mungu wa nani? Wa Israeli. Anamtumia mtu nje, akamwambia nabii anasema uende ujitupe kwa mto Yordani mara ngapi? Mara 7, na ukoma wako itafanya nini? Kwa amepewa nini? Neno. Na hii neno ya Elisha amepewa na nani? Na Mungu. Neno ya Mungu peke yake. Ambia uende kujitupa kwa mto Yordani mara 7, na ukoma wako utapona. Unajua kama hujaenda Israeli utaona aliambiwa kitu kizuri, lakini kama umeenda Israeli utaona ilikuwa madharau ya kiwango ya juu. Kwa nini? Mto Yordani ni mto mchafu, haina mawe na haina mchanga, ni mto na matope. Najua utakuta huyu mtu alipoambiwa tu atupwe, akasema katika nchi yetu ya Syria tuna mito mizuri niko na mawe mchanga, papa Adana, mbona nisije tuko kwa hiyo mito misafi na nitafikiri kuwe ni safi? Sasa vipi nitaenda kujitupa kwa mto mchafu na njoo sasa nipone? Kuna wakati neno ya Mungu inataka kufanya ufanye vitu unaona kama madharau, kujizalilisha, kujishusha, hiyo unaona pale, ni neno ya Mungu. Biblia inasema Naamani akakasirika. Kwa nini anakasirika? Apende kufanya sawasawa na neno ya Mungu. Na wakati wote mtu apende kufanya sawasawa na neno ya Mungu, hawezi kupata vitu mbili, hawezi kupata uzima maisha. Number 1. Number 2, aweze kuona nuru, mwanga kwa maisha, hawezi. Sasa Naamani akakasirika. Neno ya Mungu inakasirisha, neno ya Mungu inaumiza, neno ya Mungu si tu haleluya, hapana.
Kuna wakati neno ya Mungu natutuma tufanye vitu sisi hatutaki, tuna vile tunataka. Kuna wakati neno ya Mungu inatukataza kufanya vitu sisi tunafanya nini? Tunataka. Naamani akakasirika. Nani anamkasirisha? Ni neno ya Mungu. Akasema, mbona kwetu kuna mito mizuri, Albana, Parpar, ningejitupa huku na nisingepona. Hasa vipi naambiwa mimi jenerali mkubwa niende kulitupa kwa mtu wa mchafu? Akatoka na hasira. Nimewahi kuona watu wanakimbia kanisani kwa sababu wanafunza neno ya Mungu ya kweli na mguso, natoroka. Watu wanataka zaidi, washirika wa sasa ni mayai au ni makuku ya kisasa, wanataka kusikia vitu vitamu tamu, wabembelezwe, wasiwaambie ukweli. Biblia inasema akatoka na hasira, wakawa wanarudia, anarudi na ukoma njiani, wakiwa narudi watumishi wa, angalia, bila neno ya Mungu tabaki kuwa hivyo. Kitu inabadilisha, kitu inainua, kitu inaponya, kitu inaleta uhai, kitu inaleta uzima, kitu inaleta mabadiliko, kitu inaleta kupanuka. Ni mtu kuishi na kufanya sawa sawa na neno. Njiani watumishi wake wakamwambia, boss, kama huyu mtu angekuambia mambo manini magumu singefanya, lakini amekwambia kitu simple, wewe ndio jitupe tu kwa maji mara 7, na kisha kama utakosa kupona, hapo ndio utakuwa na sababu. Walipomshawishi akaenda akajitupa mara ya kwanza, hajapona, na iko naangalia, akitoka ndani anaangalia nini kunilazimisha. Nikitoka hapa bila kupona nitashughulika kwanza na nini, kisha nambatule nabii ule naenda kumshughulikia. Akajitupa mara ya pili. Angalia, fanya kile neno ya Mungu. Na ya kwanza niko naambia washirika kuhusu uchumi, kama ulipe fungu ya kumi, neema sawa sawa, kubariki sikudanganya. Utakuwa unataka kama ulipe fungu ya kumi kuhusu mambo ya uchumi, financial problem, usitarajie chochote. Hata ushika mamilioni yote tafuta kwa vitu ya upuuzi. Biblia inasema mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 7 akuonana usiku. Alikuwa anaenda kwa Mungu. Nabii alisema akuje amuone Mungu wa nini? Wa Israeli. Lakini alipofika kwa nabii, hata akuonana na nabii, lakini akapokea tu neno ya nani? Ya Mungu. Kwa Mungu anaonekana kwa neno lake. Na kama tunataka kuona mambo yetu yote safike, kama tunataka tupone na magonjwa ya kimwili, magonjwa ya kimaisha, magonjwa ya kiuchumi, ni yetu nabii akumwekea mikono. Hata alilalamika pale, nilifikiri atatoka akuje nakwambia hata ukiwe mikono mara 10, nakwambia hata ukunywe mafuta mara 500, nakwambia hata upake uende upate maji ya baraka ya aina yote, lakini kama haufanye sawa sawa na neno la Mungu, hiyo maji, hiyo mafuta, hiyo vitambaa ni zero, haitaleta kitu. Nilifikiria atatoka mwenyewe, na huyu mtu wa Mungu alikataa kutoka, kutaka kumuonesha neno ya Mungu ni mkubwa kuliko yeye nani? Nabii. Na baada ya mara 7 kujitupa, akatoka ndani ya maji, ametakaswa, ukoma wake wote umeisha. Na tunataka hii mwaka ukoma wetu wote, umaskini wetu wote, magonjwa yetu yote, matatizo yetu yote yanayotusumbua, hii mwaka ituachie. Hii mwaka ifanye nini? Ituachie. Lakini kama tunataka ituachie,
tuwe watu tunasikia neno la Mungu na kuishi neno la Mungu. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.